Kila mtu ukimuuliza leo hii anatamani kuona mabadiliko eneo fulani, na bahati mbaya sana au nzuri, mabadiliko hayaji hivi hivi. Mabadiliko yanahitaji uwekezaji mkubwa. Kwa kadri unavyoendelea kuwekeza ndivyo unavyozidi kuona mabadiliko. Na miongoni mwa maeneo muhimu sana ya kuwekeza, ya kwanza kabisa ambayo akili yako inapaswa kufikiria, eneo la viwango vya kumjua Mungu. Wekeza kutafuta na kuelewa kumjua Mungu kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Nataka nikwambie, eneo la pili ambalo unapaswa kuwekeza ni eneo la kusoma neno la Mungu. Na by the way, hakuna namna utamjua na kumwelewa Mungu kama hausomi neno la Mungu. Neno la Mungu ndo linaloleta ujuzi na ufahamu wa kuendelea kumjua na kumfahamu zaidi Mungu kwenye maisha yako, na hilo eneo ukilifanyia uwekezaji mkubwa litakuletea matokeo yasiyokuwa ya kawaida. Eneo la tatu ambalo unapaswa kufanya uwekezaji mkubwa ni eneo la maombi. Kadri unavyoendelea kuomba ndivyo unavyoendelea kuona matokeo makubwa. Kadri unavyoendelea kuomba ndivyo unavyozidi kuona na kujenga mahusiano makubwa kati ya wewe na Mungu wako, na katika maeneo mengine yote kuona matokeo, kuona upana wa neema ya Bwana ambayo iko ndani yako, na kuona matokeo ambayo unayatamani na kuyapokea yawe sehemu ya maisha yako. Jambo jingine ambalo unapaswa kuliwekeza sana, kufanya sana uwekezaji, ni eneo la sadaka. Eneo hili la sadaka ni eneo muhimu sana, ambapo ukifanya kitu chochote ili kiweze kutokea, iwe ni kwenye ulimwengu wa roho wa shetani au iwe ni kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu, lazima sadaka itolewe. Na ndio maana watu wanaoenda kwa waganga wa kienyeji wanatoa sadaka. Kwa kanuni haiwezi kubadilika. Shida ni kwamba tukija huku kwa Mungu tunakuja kwa namna ya mazoea na kuona kana kwamba sisi tunatakiwa kuishi kwake kwa namna ambayo sio ya utoaji wa sadaka. Nataka nikwambie, kati ya eneo ambalo ukiwekeza linaweza likaleta matokeo makubwa kuliko unavyofikiria ni eneo la sadaka. Litaleta matokeo makubwa sana. Na sadaka unavyomtolea Mungu, unamtolea Mungu sadaka nyakati zote, ziwe nyakati za shida, ziwe nyakati za raha, ziwe nyakati za machozi, ziwe nyakati za furaha. Nyakati zote unapaswa kumtolea Mungu sadaka. Utaona matokeo makubwa sana kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Na mimi ninakuombea ukayaone hayo matokeo na kuyapokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.